Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun, amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala aidan subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adhana Allahu minna wa iyyakum minan nar. Na leo tukiwa tupo katika mwezi wa Dhulhijja na tayari wenzetu ambao wamebahatika kwenda kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala hivi sasa wameingia katika viwanja vitukufu vya haramu ya Makka, na wapo ambao hivi sasa tunapozungumza wapo katika viwanja vya mji mtukufu wa Madina, mji ambao amezikwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tumekusudia kuelezea ibada ya hija kwa ukamilifu wake, kuelewa yale ambayo wanayafanya wenzetu waliokwenda kutekeleza ibada ya hija. Inawezekana sisi tukawa hatujaenda na hatujabahatika kuitwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini inawezekana kuna watu wakawa hawajui yale ambayo wanayafanya wenzetu wanapokuwa katika ibada ya hija. Kwa hiyo nikaonelea ni vyema leo tuanze kuelezana zile ibadat au yale mambo ambayo wanayafanya wenzetu wanapokuwa wanaingia katika viwanja vya haram, na kueleza yale ambayo yaliyokuwa katika masiku haya 10 bora ya mwezi wa Dhulhijja, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba haya ni masiku bora, wal fajri wa layalin ashri. Mwenyezi Mungu ameapia masiku haya 10 yaliyokuwa katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo ni vizuri tukaelezana ili kila mmoja akawa anajua utukufu na ubora wa masiku haya. Lakini mbele tuna ibada ya kuchinja, ambayo inakuwa ni udhuhia. Ni vizuri tukaelezana kwamba ni mnyama wa aina gani anapaswa kuchinja na ni mnyama wa aina gani hapaswi kuchinjwa kwa mujibu wa sheria. Sasa ibada ya hija ina mambo mengi sana, lakini tuelewe kwamba ibada ya hija ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za Uislamu, na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema: wa adhin fi nnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik. Ni kitendo ambacho Ibrahimu alayhi salam aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwanadia watu kwenda kutekeleza ibada ya hija. Wa adhin fi nnasi bilhajj, waite watu waje kutekeleza ibada ya hija. Maneno haya Ibrahimu alayhi salam aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa ndipo unapokuja kuona msingi wa ibada ya hija kuwa ni lazima watu kwenda kutekeleza ibada hii ya hija kwa mujibu wa Qur'an, kwa mujibu wa maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu akasema: ya atuka rijalan
watakuja watu mbalimbali, wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, watakuja watu kutoka kila pembe ya dunia kuja kutekeleza ibada ya hija. Ibrahimu alipoamrishwa aweze kuinadi ibada hii ya hija, Mwenyezi Mungu alimhakikishia ya kwamba watakuja watu kutoka kila pembe ya dunia. Ndio maana unaona leo katika ibada hija kuna watu wanatoka China, Uingereza, Tanzania, Kenya, Uganda, wapi wanakwenda kutekeleza ibada hija, kwa sababu Mwenyezi Mungu hapa alimwambia yatina min kulli fajjin amiq, watakuja watu kutoka kila pembe ya dunia watakuja kutekeleza ibada hija. Lakini nini manufaa yake? Mwenyezi Mungu anasema liyashhadu manafi'a lahum, lengo waje kushuhudia manufaa yanayopatikana katika ibada hija. Kwa hiyo ibada hija ina manufaa ndani yake ambayo Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'an, liyashhadu manafi'a lahum, watu waende wakashuhudie manufaa yanayopatikana katika ibada ya hija. Kwa hiyo ibada ya hija ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nguzo ya tatu, kuna kitu kina tawafu al-ifadha. Tawafu al-ifadha inaitwa ni kitendo cha mahujaji baada ya kutoka Arafa, watakwenda kuzunguka al-Kaaba, watakwenda kuzunguka al-Kaaba, inaitwa tawafu al-ifadha. Ile ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za hija. Lazima mtu akitoka katika viwanja vya Arafa atarudi kulala pale Muzdalifa. Akilala pale Muzdalifa, maana yake ni kwamba baadaye lazima watoke asubuhi yake waende wakatekeleze hiyo tawafu al-ifadha. Hiyo ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za ibada ya hija. Lakini nguzo ya tatu, nguzo ya nne ni as-sa'yu baina Safa wal Marwa, ni kwenda kutembea, kwenda kukimbia baina ya vile vilima viwili, baina ya Safa na Marwa. Pale Makka kuna vilima viwili, kuna kilima kinaitwa Safa alafu kuna Marwa. Vile vilima kwenda kutembea kwa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija ni nguzo, lazima aende. Akiwa ni mgonjwa atapelekwa na kitoroli, atarudishwa, atapelekwa mara 7, atapelekwa, atarudishwa. Ile ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za hija. Lakini nguzo ya tano ni hiyo nguzo ni 4. Nguzo ya 4 ndo as-sa'yu baina Safa wal Marwa. Kwa hiyo nguzo zipo 4. Ya kwanza ni al-ihram, nia. Ya pili ni al-wuqufu bi Arafa, kusimama Arafa. Ya tatu ni tawafu al-ifadha, kwenda kuzunguka al-Kaaba baada ya kutoka Arafa. Na nguzo ya 4 ni as-sa'yu baina Safa wal Marwa, kwenda kuzunguka katika vile vilima, kwenda kutembea katika vile vilima viwili baina Safa wal Marwa. Lakini katika ibada ya hija kuna masharti, kuna shurutul hajj, kuna masharti ya hija. Masharti yake yapo 5. Sharti ya kwanza ni al-Islam. Yule anayekwenda kutekeleza ibada ya hija ni lazima awe Muislamu, ni lazima awe Muislamu. Ibada ya hija haiwezi kuswihi kwa mtu ambaye sio Muislamu. Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili ni al-aqlu. Anayekwenda kutekeleza ibada ya hija ni lazima awe na akili timamu, ni lazima awe na akili timamu. Mtu mwenda wazimu sio wajibu kwake kwenda kutekeleza ibada ya hija, na wala haingii katika masharti miongoni mwa masharti ya ibada ya hija, isipokuwa katika miongoni mwa masharti ya hija ni mtu kuwa na akili iliyokuwa timamu. Sharti ya tatu ni albulughu. Ni lazima mtu awe amefikia baligh, inakuwa ndio sharti la hija. Mtu lazima awe amefikia baligh. Japokuwa mtoto mdogo naye pia anaweza kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini hawezi kuandikiwa thawabu ya aina yoyote. Hija inakuwa lazima kwa mtu aliyekuwa ni mukallaf, mtu ambaye tayari sheria imeanza kumtazama, mtu ambaye ni baligh, ndio hija inakuwa ni wajibu kwake yeye. Na ni sharti miongoni mwa masharti ya ibada ya hija kuwepo na kitu kinaitwa albulugh. Yule anayekwenda kutekeleza ibada ya hija ni lazima awe amefikia baligh.
Mtoto mdogo akienda inakuwa ni kama picnic, yani kama vile mtu amekwenda kutembea mbugani, amekwenda Zanzibar, Dubai kwenye utalii, yani hivyo. Lakini miongoni mwa masharti ya ibada ya hija basi ni mtu kuwa amefikia baligh. Lakini sharti ya 4 ni al-hurriya. Al-hurriya, yule anayekwenda kutekeleza ibada ya hija ni lazima awe mtu huru, asiwe mtumwa. Yani katika zama zile zilizopita, wakati wa utumwa, kuna wale ambao wanamilikiwa, mtumwa alikuwa anamilikiwa. Sasa katika miongoni mwa shurutul hajj, yani mtumwa anakuwa hayupo, ila kwa yule aliyekuwa yupo huru, kwake yeye inakuwa ni wajibu kwenda kutekeleza ibada ya hija, kwa sababu amilikiwi na mtu yoyote. Kwa hiyo al-hurriya ni katika miongoni mwa masharti mtu kuwa huru. Akiwa mtumwa basi inakuwa miongoni mwa shurutu za haji zinakuwa zimemuondoka. Lakini mtu akiwa huru, maana yake anawajibika kwenda kutekeleza ibada ya hija. Lakini ya 5 ni al-istitaa, uwezo wa kwenda kutekeleza ibada ya hija, uwezo wa kifedha, uwezo wa kiafya, yani uwezo wa kiusalama wa safari. Yani ibada ya hija haimwajibiki mtu ambaye pengine yupo katika nchi ambayo ina vita, hawezi kutoka. Kwake yeye ibada ya hija inakuwa sio wajibu. Ibada ya hija haimwajibiki mtu ambaye ni mgonjwa, ambaye hawezi, haimwajibiki. Ibada ya hija haimwajibiki mtu ambaye hana uwezo wa kifedha, haiwezi kuwa wajibu kwake yeye. Kwa hiyo inakuwa wajibu kwa mtu ambaye ana istitaa, ana uwezo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Lazima kuwe na istitaa, kuwe na uwezo wa kwenda kutekeleza ile ibada yenyewe ya hija. Na baada ya kutambua nguzo na kutambua yale mambo ambayo ni shuruti, mambo ambayo ni wajibati, kuna mambo ambayo tunasema ni haramu kuyafanya mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija. Waliokwenda kutekeleza ibada ya hija, kuna mambo ambayo wameharamishiwa kuyafanya wakiwa katika ibada ya hija. Na sisi tuliobakia huku vile vile kuna mambo tumeharamishiwa kuyafanya kwa wale ambao waliokuwa wameweka nia ya kuchinja. Kuna mambo wameharamishiwa kuyafanya. Kwa mfano, ikiwa wewe umeweka nia ya kuchinja, basi kuna mambo ambayo hutakiwi kuyafanya kwa muda wa siku hizi 10, hutakiwi kuyafanya. Na yule ambaye aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija, kwake yeye kuna mambo aloharamishiwa kuyafanya. Sasa wale waliokwenda kutekeleza ibada ya hija, jambo la kwanza ambalo wameharamishiwa kulifanya, kuna kitu kinaitwa halqu sha'ri au qassuhu, kunyoa nywele au kupunguza nywele. Hairuhusiwi kwa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya haji. Akishaweka nia, akifika kwenye miqat, kuna sehemu, kuna kitu cha miqat tutakuja kukiona mbele. Akishaweka nia ya kuhirimia ibada hija, kuingia katika ibada hija, kwake yeye inakuwa ni haramu kunyoa nywele au kupunguza nywele, inakuwa ni haramu kwa mtu yule. Na iwapo atafanya kosa hilo, maana yake kuna penalty, kuna adhabu ambayo inatakiwa aifanye. Kama unavyoona kwa mtu aliyefunga, kwake yeye inakuwa ni haramu kujimai na mke wake katika mchana wa Ramadhani, na akijimai na mke wake, maana yake kuna penalty lazima atakiwa aifanye kisheria. Na mtu aliyekwenda kutekeleza ibada hija, ni haramu kwake yeye kunyoa nywele ama kupunguza nywele baada tu ya kuhirimia ibada ya hija. Hairuhusiwi kwake yeye kunyoa au kupunguza. Jambo la pili ni taklimul adhafir, kukata kucha zake, inakuwa hairuhusiwi kwake yeye aliyekwenda kutekeleza ibada ya haji. Lakini hapa niwe kiangalizo, yani baada ya wewe kuweka nia, maana yake kuna kipindi maalum cha muda wa siku 9. Kipindi cha muda wa siku 9 ndizo ambazo anakuwa haruhusiwi kwake yeye kuweza kufanya hivi vitendo ninavyowaambia.
yani tangu kuingia kwa mwezi wa Dhulhijja, pengine akaingia pale haram, pengine mwezi mosi yuko pale, baada ya kuweka nia tu kwenye ndege kwamba anahirimia kwenda kutekeleza ibada ya hija, ndio anakuwa haruhusiwi kwake yeye kunyoa au kupunguza au kukata kucha. Lakini baada ya siku 9, manake mpaka ile siku ya Arafa, siku ya 10 inakuwa ni siku ya kwenda kunyoa, anakuwa anaruhusiwa kunyoa, anakuwa anaruhusiwa kwenda kukata kucha siku ya 10. Ndani ya zile siku 9 ikiwa zimemkuta yupo pale, anakuwa haruhusiwi kufanya hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni muda maalum, kwa hiyo anakuwa haruhusiwi kukata kucha. Jambo la 3 ni at-tatayyubu bit-tayyibi, anakuwa haruhusiwi kujipaka manukato. Akishatia nia tu ya kutekeleza ibada ya hija, perfume kwake yeye inakuwa ni haramu, haruhusiwi. Manukato ya aina yoyote anakuwa haruhusiwi kujipaka, iwe ni mwanamke au ni mwanamume. Hata kama ikiwa ni deodoranti yupo nayo, haruhusiwi kujipaka manukato ya aina yoyote. Hiyo ni jambo la haramu kwa yule ambaye anayekwenda kutekeleza ibada hija, amekatazwa. Lakini jambo lingine ni labsu almakhiti lirrajuli, kuvaa nguo zilizoshonwa. Kuvaa nguo zilizoshonwa kama vile mashati, suruali, inakuwa hairuhusiwi kwa mtu anayekwenda kutekeleza ibada ya hija. Akishaweka nia tu, haruhusiwi tena kuvaa suruali, haruhusiwi kuvaa koti wala kuvaa shati. Yani chochote kilichoshonwa hairuhusiwi. Kwa tafsiri nyepesi, maana yake unachokijua wewe kilichoshonwa hairuhusiwi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba akishahirimia tu, mavazi anayovaa yeye inakuwa ni zile shuka 2 ambazo watu wanazita ni ihram. Zile shuka 2 ndizo anazovaa. Zaidi ya hapo anakuwa hana chochote, haruhusi kuvaa chochote kilichoshonwa. Hiyo inakuwa ni kwa wanaume. Wanawake wanaruhusiwa, lakini wanaume ndio hawaruhusiwi kuvaa nguo ya aina yoyote iliyoshonwa, hawaruhusiwi kuvaa hivyo. Jambo la 5, taghtiyatu rasi lirrajuli, kujifunika kichwa kwa mwanamume. Yani akishaweka nia, yuko juu ya ndege, akishaweka nia, wakishafika kwenye mikati wakaweka nia ya kwamba anakwenda kutekeleza ibada hija, kutokea pale kofia tena anavua. Hairuhusi kujifunika chochote kichwani, kofia anavua, anaweka pembeni, kichwa kinabakia kuwa wazi. Kwa hiyo ni haramu kwa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada hija kuvaa chochote kichwani baada ya kuweka nia hija. Lakini jambo lingine, labsu niqab, kuvaa nikabu kwa wanawake. Kuvaa nikabu kwa wanawake na kuvaa gloves na nikabu kwa wanawake hairuhusiwi. Akishaweka nia tu mwanamke, nikabu yake anavua, hijabu yake anakuwa nayo, jilbabu anakuwa nayo, lakini ile nikabu ya kufunika uso wote akabakisha macho, ile anakuwa haruhusiwi. Na gloves alizokuwa nazo mikononi zinakuwa haziruhusiwi. Kwa hiyo anavua nikabu, anavua na gloves. Kwa mwanamke hiyo inakuwa ni haramu kwake yeye kuvaa hivyo. Lakini jambo lingine ni iqdu au aqdu nikahi, kufunga ndoa. Ukishaweka nia ya hija tu, hairuhusiwi tena kufunga ndoa ukiwa upo katika matendo ya hija. Ukiwa upo katika matendo ya hija, sio mwanamume sio mwanamke, haruhusiwi kuoa wala kuolewa akiwa yupo katika matendo ya hija. Lakini jambo lingine lililokuwa haramu ni aljimau. Jambo lingine lililokuwa haramu ni aljimau walmuqaddimatuhu, kufanya jimai na yale yanayopelekea jimai. Kwa mfano, umesafiri na mke wako kwenda kutekeleza ibada hija, basi baada tu ya kutia nia ya hija, hairuhusiwi wewe kumwingilia mke wako wala kumshikashika mke wako, hairuhusiwi. Ndiyo maana ya muqaddimatu, yani yale yanayopelekea
maana yake kufanya romance na mke wako inakuwa hairuhusiwi kwa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija. Mpaka baada ya tahallul, mpaka wamalize kutekeleza vile vitendo vya hija, ndiyo mtu anaruhusiwa kwake yeye kuweza kumwingilia mke wake. Jambo la mwisho la 9 ambalo ni haramu kwa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija ni qatlu saidi. Ni qatlu saidi, ni kuwinda wanyama pori. Ni qatlu saidi albarri, kuwinda wale wanyama pori. Ukiwa umetiania ibada hija, ukishaingia pale uruhusiwi kuwinda, iwe ni swala, iwe mnyama gani, hairuhusiwi kwa kweli kufanya hivyo. Hairuhusiwi hata kuua tu wale njiwa wa pale, hairuhusiwi kwa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo haruhusiwi kwa mtu ambaye aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija. Na Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya 197 anasema, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mtu haruhusiwi kufanya uchafu wala kufanya ufasiki wala kuleta mijadala ya aina yoyote katika ibada ya hija. Ndio maana Mwenyezi Mungu amewakataza kuna baadhi ya mambo wasiyafanye kutokana na aya hii. Mwenyezi Mungu anasema hakuna mijadala kule ya Simba na Yanga, kule hakuna katika ibada ya hija. Mkienda kule na mijadala yenu ya Simba na Yanga, unakwenda kuharibu ibada yako ya hija. Ukishakuwa ndani tu ya ibada ya hija hairuhusiwi. Au mijadala ya ajabu ajabu ya matusi au hivi ukafanya ufasi wowote, hairuhusiwi katika ibada ya hija. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yameharamishwa kwa mtu ambaye aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija. Sasa jambo lingine, tufahamu aina za tawafu. Kuna kitu tumesema kinaitwa tawafu, kwenda kuzunguka Al-Kaaba. Tawafu zimegawanyika. Tawafu ziko za aina 3. Kile kitendo cha kwenda kuzunguka Al-Kaaba kinaitwa tawafu. Zile tawafu, kutufu Al-Kaaba, kuzunguka Al-Kaaba, zile tawafu ziko za aina 3. Aina ya kwanza inaitwa ni tawafu al-qadumi. Tawafu al-qadumi ni ibada ya kuzunguka Al-Kaaba, hufanywa kwa yule ambaye aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija. Inaitwa ni tawafu al-qadumi. Yule aliyeweka nia ya kwenda kutekeleza ibada ya hija, kile kitendo cha yeye kwenda kutekeleza ibada kutufu Al-Kaaba kinaitwa ni tawafu al-qadumi. Kwa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija inaitwa ni tawafu al-qadumi, lazima aende akazunguke Al-Kaaba. Kule kuzunguka inaitwa ni tawafu al-qadumi. Lakini pia kuna tawafu al-ifadha. Tawafu al-ifadha ni kitendo au ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za hija. Inafanyika tawafu al-ifadha baada ya mtu kutoka kutekeleza ibada ya Arafa au kisimamo cha Arafa. Wakitoka Arafa wanakwenda Muzdalifa, wakitoka Muzdalifa wanakwenda kutekeleza tawafu al-ifadha, lazima wakazunguke Al-Kaaba. Hiyo ni nguzo inaitwa tawafu al-ifadha. Baada ya kutoka Muzdalifa, lazima waende wakatekeleze tawafu al-ifadha. Lakini tawafu ya aina ya 3 inaitwa ni tawafu al-wada'i, tawafu ya kuaga. Yani siku ambayo unatia nia ya kuondoka pale Maka, umemaliza ibada, ni lazima uende ukazunguke Al-Kaaba mara 7. Inaitwa ni tawafu al-wada', tawafu ya kuaga. Unakwenda kuaga kwa kuzunguka Al-Kaaba. Ukimaliza ile, uruhusiwi tena kubakia pale haramu ya Maka, inatakiwa uondoke. Ukimaliza kuzunguka Al-Kaaba, utakiwi kubakia tena haramu ya Maka, unatakiwa uondoke. Lakini kuna tawafu nyingine inaitwa tawafu al-umra, tawafu ya mtu aliyetia nia ya kwenda kutekeleza umra. Yani ukienda kutekeleza ibada ya umra, kuna tawafu al-umra, na yenyewe vile vile kuna tawafu yake ukienda kwenye ibada ya umra.
Lakini kuna tawafu nyingine inaitwa tawafu tatawwu, yani mtu anaweza akaamua tu akifika pale Makka anaamua kwenda kuzunguka Al-Kaaba, ni at-tatawwu. At-tatawwu yani ni kama vile sunna, ni kitu cha kupenda, mustahabu. Ukiamua unaweza kwenda kuzunguka, unapata thawabu. Kwa hiyo mtu anaweza kwenda kuzunguka akiamua, kama unavyoona ibada ya hija. Mtume anasema alhajju marratun faman zada fahuwa tatawwuun, hija ni mara moja tu. Ibada ya hija inatekelezwa mara moja. Mtu akienda kutekeleza mara mbili au mara tatu au mara nne, Mtume anasema faman zada fahuwa tatawwuun, inakuwa ni jambo la mustahabu. Lakini ibada ya hija ni mara moja tu, wala sio mara mbili. Mtu hajalazimishwa kwenda mara mbili. Ukienda mara mbili ni khiari yako. Na hapa inatakiwa wale ambao wanakwenda ibada ya hija mara 5, mara 6, mara 7, wanatakiwa waachie pasi, wasikae na mipira kama Pakome tu muda wote. Mtu ibada ya hija unakwenda mara 8, mara 10, kuna wenzio hawajaenda. Alhajju marratun, hija ni mara moja tu. Kuna kituo au kuna miqat inaitwa Dhulhulaifa. Dhulhulaifa kwa wale wanaotoka Madina. Madina na Makka ni kilomita kadhaa. Kwa wale wanaotoka Madina, upande ule wa Madina, kuna sehemu panaitwa Dhulhulaifa, ndio kuna miqati ya watu kuingia katika mji wa Makka kwenda kutekeleza ibada ya hija, kwamba pale wakifika Dhulhulaifa wanatakiwa waweke nia ya kutekeleza ibada ya haji. Jazakallahu khair. Kituo cha pili ni kituo kinaitwa Al-Juhfa. Ni kituo ambacho Mtume alikiweka kwa watu wa Sham. Watu wa Sham, watu wa Misri. Unapozungumzia Sham maana yake Syria. Unazungumzia maeneo ya Misri. Mtume aliweka kituo kinaitwa Al-Juhfa. Na wao wakifika eneo hilo wanatakiwa watie nia hapo ya kutekeleza ibada ya haji. Kwa hiyo hata kama watakuwa kwenye ndege, watatia nia wakiwa wapo kwenye ndege kabla ya kutua, wakifika tu hilo eneo. Kwa hiyo wale mapilot wanatangaza tumefika kwenye eneo la miqat, kwamba mahujaji sasa wanatakiwa watie nia kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya haji. Kwa hiyo wanaotoka Syria, wanaotoka Misri, wakifika Al-Juhfa wanatakiwa waweke nia. Miqati ya tatu, kuna sehemu panaitwa Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, yani watu wanaotoka Yaman, wakifika hapo wanatakiwa waweke nia. Lakini miqati ya tatu, kuna sehemu panaitwa Yalamlam. Kuna sehemu panaitwa Yalamlam. Yalamlam ndio miqati ya watu wa Yemen. Ndio miqati ya watu wa Yemen, Yalamlam. Watu wa Yemen wakifika hapo wanatakiwa waweke nia ya kuingia katika ibada ya hija. Kisha kuna kituo cha tatu kinaitwa Dhatu Irqin. Watu wa Iraki wanaotokea upande wa Iraki, na wenyewe nao wana kituo chao, wanaitwa Dhatu Irqin. Wakifika hapo wanatakiwa waweke nia ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo Mtume aliweka miqat, aliweka vituo maalum kwamba mkifika hapa ndio muweke nia ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ndio kitu kinaitwa miqat. Na ibada ya hija inafanyika katika eneo la Makka. Kuna watu hawajui kwamba ibada ya hija ipo katika eneo la Makka, haipo Madina. Yaani Madina kuna ziara, lakini ibada yenyewe ya hija yote ipo pale Makka, ndio kuna ibada ya hija. Ibada ya hija yote ipo pale Makka. Kule Madina ni ziara. Kwa hiyo ukimwona mtu kaenda Madina, kaenda kufanya ziara kwenye kaburi la Bwana Mtume Muhammad, lakini ibada ya hija yote ipo katika mji wa Makkah al-Mukarrama, pale ndio kuna ibada ya hija. Na kimsingi ni kwamba ibada ya hija yenyewe inafanyika hasatan, ibada ya hija inafanyika hasatan kuanzia ile yaumu tarwiya, mwezi 8 ndio ibada ya hija hasa ndio inaanza kufanyika. Kwa mfano leo ni mwezi 4 tumeingia, unaanza kuhesabu mwezi 5, mwezi 6, mwezi 7, mwezi 8. Ile mwezi 8 ile
ile ndio ibada ya hija pale inaanza kufanyika. Mahujaji wanatoka zao wanakwenda kulala sehemu panaitwa Muzdalifa. Wanakwenda kulala sehemu panaitwa Muzdalifa. Wanakwenda kulala sehemu wanapaita Muzdalifa. Wakitoka Muzdalifa, mahujaji wanakwenda katika viwanja vya Arafa mwezi 9. Mahujaji wanakwenda katika viwanja vya Arafa mwezi 9. Mwezi 8 inakuwa ni yaumu tarwiya, kulala kuamkia mwezi 9. Mwezi 9 mahujaji wanaamka kabla zawali, kabla ya jua halijapinduka, wanakwenda kuelekea katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo wakifika katika viwanja vya Arafa, pale inakuwa ni kisimamo. Wanafanya adhkari mbalimbali kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Pale kunakuwa hakuna ibada, pengine labda ibada ya kuswali au ibada la, inakuwa ni kisimamo. Mahujaji wanakusanyika kwenye viwanja maalum vinaitwa Arafa, na ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu anafungua mbingu yake, kwamba kila mtu anachokiomba siku hiyo anakuwa anakipata. Mahujaji waliokuwa katika viwanja vya Arafa, watakachokuwa wanakiomba katika viwanja vile, Mwenyezi Mungu anapokea. Wale ambao waliofunga siku ya Arafa, sio tuliokuwa huku siku ile ya Arafa, tukifunga siku ya Arafa, Mwenyezi Mungu anatusamehe madhambi ya mwaka mmoja uliopita na mwaka mmoja ujao. Mwenyezi Mungu anatusamehe kwa kufunga ile siku ya Arafa. Mwenyezi Mungu anatusamehe madhambi ya mwaka mmoja uliopita na mwaka mmoja ujao. Wale mahujaji waliokuwa katika viwanja vya Arafa, wakiomba chochote pale katika viwanja vya Arafa wanapata. Yani pale hata ukiomba Mwenyezi Mungu akuruzuku upate wake wanne unapata. Utakachokiomba siku ile ya Arafa ukiwa katika viwanja vile, Allah subhanahu wa ta'ala mbingu yake huwa anaifungua, inakuwa ipo wazi. Wale waliokuwa katika viwanja vile wanakuwa wanashuhudiliwa na malaika, na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala huwa wanashuka kuja katika wingu wa dunia. Kwa hiyo pale kunakuwa ni mazungumzo baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala, yanafika moja kwa moja katika viwanja vya Arafa. Inakuwa ni mwezi 9, wakati wenzetu wako pale, sio huku tunafunga. Wale waliokuwa katika viwanja vya Arafa, wao wanakuwa hawaruhusiwi kufunga, ni haramu kwa wao kufunga. Sio tuliokuwa huku ndio inatakiwa tufunge siku ya Arafa. Wale waliokuwa pale hawaruhusiwi kufunga wao siku ile ya Arafa. Kwa hiyo mahujaji watakuwepo pale katika viwanja vya Arafa, wataondoka pale baada ya jua kuzama. Wakiondoka pale watarudi kulala sehemu wanapaita Muzdalifa. Wakija kulala Muzdalifa, pale watasali, imma itakuwa ni jamu taakhir au jamu taqdim. Itakuwa ni jamu taakhir au jamu taqdim. Watasali pale magharibi na isha pamoja, au watasali wakati wa isha. Yani magharibi wanaweza wakaisali wakati wa isha, au isha wanaweza wakaisali wakati wa maghrib. Wameruhusiwa kufanya hivyo kwa sababu Mtume alifanya hivyo. Inaitwa ni jamu taakhir au jamu taqdim. Na Mtume aliwaambia masahaba, khudhu manasikakum anni, chukueni ibada ya hija hii kutoka kwangu. Kwa hiyo vile alivyokuwa anafanya Mtume na mahujaji wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo pale watalala, watasali pale, wakimaliza kusali alfajiri itakuwa ni mwezi 10. Mahujaji watatoka pale, watakuja sehemu panaitwa Mina. Kuna sehemu panaitwa Mina. Pale Mina mahujaji wanakuja kufanya matukio kadhaa. Mahujaji wakija Mina, kuna tukio la jamarat, kwenda kurusha mawe. Kuna tukio la kuchinja, inakuwa ni mwezi 10. Sisi inakuwa ni yaumul Eid. Kule kwa wao kuna matukio maalum wanakuwa wanayafanya.
Katika miongoni mwa matukio hayo ikiwa ni kwenda jamarat, kwenda kurusha mawe. Na kwenda kwenye kurusha mawe kuna mahala maalum pa kwenda kurusha mawe, pamegawanyika. Kuna jamratul ula, kuna jamratul aqaba, kuna jamratul wusta, yani kuna maeneo maalum, kuna nguzo maalum za kwenda kurusha mawe. Kwa hiyo wakiwa Mina mahujaji watakwenda kutekeleza ibada ya kuchinja. Wakiwa Mina mahujaji watakwenda jamarat, kwenda kurusha mawe. Wakiwa Mina mahujaji watafanya tukio la kunyoa. Siku ile ya mwezi 10 ile mahujaji wanatakiwa wanyoe vipara. Wanawake wao wanatakiwa wapunguze nywele zao, sio kunyoa vipara. Mwezi 10 wanachinja mahujaji, wananyoa vipara mahujaji, wanakwenda jamarati, wanakwenda kurusha mawe siku hiyo hiyo ya mwezi 10. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwahi kuombea dua mahujaji alipokuwa katika viwanja vya Arafa, alipokuwa katika viwanja vya Mina. Mtume akasema, Allahumma ighfirli almuhalliqin, Mwenyezi Mungu wasamee wale wote walionyoa vipara. Mtume aliwaombea dua mahujaji walionyoa vipara. Kwa hiyo maana yake pale mahujaji wanatakiwa wanyoe vipara mwezi 10. Sisi inakuwa ni yaumul Eid. Siku ile mahujaji wanaruhusiwa kunyoa, kukata kucha, wanaruhusiwa siku ile ya mwezi 10. Siku ya mwezi 10. Na wakimaliza mahujaji kufanya yale walioyafanya, mahujaji siku ya 11 itakuwa inaitwa ni ayamu tashriq, yale masiku ya kukausha nyama. Mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13 mahujaji watakuwa bado wako Mina na watakuwa wanaendelea kufanya ibada ya jamarat, kwenda kurusha mawe. Watakuwa wanakwenda kurusha mawe mwezi 11, wataendelea na ibada ya kurusha mawe. Mwezi 12 wataendelea na ibada ya kurusha mawe. Mwezi 13 wataendelea na ibada ya kurusha mawe. Wakimaliza mahujaji mwezi 13 ibada ya kurusha mawe, mahujaji watakuja kufanya tawafu alwadaa, ile tawafu ya kuaga. Na baada ya kumaliza kurusha mawe mwezi 13 wanaweza kufanya tahallul. Tahallul maana yake ni kutoka kwenye ihram, maana yake wanaweza wakavua yale mavazi yao ya ihram. Waliokuwa na zile shuka wanaweza wakavua, manake wanakuwa washahalalika kutoka kwenye ibada ya hija. Wakimaliza hapo sasa wanakuja kufanya tawafu alwadaa, wanakuja kufanya tawafu ya kuaga. Wakishazunguka Al-Kaaba mara 7 tawafu ya kuaga, hawatakiwi tena kubakia katika mji wa Madina. Hawatakiwi tena kubakia katika mji wa Madina, wanatakiwa watoke katika mji wa Madina. Kama wanakwenda Madina ama kama wanaondoka, wanatakiwa waondoke katika mji wa Madina. Kwa fanya wenzetu wakiwa katika viwanja vya haram ya Makka. Kwa hiyo ibada ya hija yote ukiitafakari kwa makini inaanza mwezi 8. Ibada ya hija yenyewe inaanza mwezi 8, kwamba lazima mahujaji wote walale sehemu panaitwa Muzdalifa. Na miongoni mwa shuruti za ibada ya hija ni almabitu bimuzdalifa, na sharti nyingine ni almabitu bimina. Sehemu hizi mbili, kulala Muzdalifa, kulala Mina, sehemu zote hizi Mtume alilala. Kwa hiyo na mahujaji wanatakiwa walale Mina, walale Muzdalifa. Sasa ukiangalia ibada ya hija inaanza mwezi 8, hasa inaanza mwezi 8, mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10, 11, 12, 13. Kimsingi hapa ibada ya hija inakuwa ishakamilika tayari, lakini nia yake inaanza kuwekwa toka upo kwenye miqat, toka upo kwenye ndege ndio unaanza kuweka nia kwenda kutekeleza ibada ya hija. Na ukishatia nia tu ibada ya hija, basi kunakuwa hakuna wimbo mwingine isipokuwa ni kuanza kuleta talbia, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharik. Hii inaitwa talbia.
Ukishaweka nia tu, basi wimbo unaoendelea pale, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, yani maana yake nimekuitika Mwenyezi Mungu, nimekuitika. Labbaik allahumma labbaik, nimekuitika Mwenyezi Mungu, nimekuitika. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika la, yani pale ni kusifiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unaona mahujaji wakiwa katika ndege washaingia katika miqati, na wakishafika pale haramu ya Makka, basi maneno pale ni labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la. Watu wanakuwa wanatufu al-Kaaba, wimbo unakuwa ni mmoja, hakuna maneno mengine isipokuwa ni kumuitika Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada yenyewe ya hija ni ibada ya kwenda kumuitika Allah. Waadhin fi nnasi bilhajj, watu wameitwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wanawachuoni wanatuambia, ukimuona mtu amekwenda kutekeleza ibada ya hija, ujue ameitwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna watu wana uwezo na pesa yao ni ya halali, lakini hawajawahi kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo yule aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija manake ameitwa na Mwenyezi Mungu. Ndio maana unasema labbaik allahumma labbaik, nimekuitika Mwenyezi Mungu. Aliyekuita nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ibada ya hija ina siri nzito, na wengi wao mara nyingi wao wanaanzia pale Maka kutekeleza ibada ya hija. Wakimaliza wanakwenda kutekeleza, wanakwenda kufanya ziara Madina, wanakwenda kufanya ziara Madina. Sasa pale Al-Kaaba kuna sehemu panaitwa ni makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim, kuna nyayo za Ibrahim ambapo alisimama Ibrahim ile sehemu wakati anajenga Al-Kaaba. Lakini pia Ibrahim alisali mahala hapo raka 2 kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, panaitwa ni makamu Ibrahim. Lakini kwenye Al-Kaaba kuna kitu kinaitwa Hajarul Aswad, kuna jiwe jeusi. Hajarul Aswad, kuna jiwe jeusi pale Al-Kaaba. Wale wanaokwenda kufanya tawaf, mahujaji au wanaokwenda kufanya ibada ya umra, ile ibada ya tawaf inaanzia kwenye Hajarul Aswad, yani unaanza kulia kuzungukia kushoto, unaanzia kwenye Hajarul Aswad kuja kumalizia kwenye Hajarul Aswad. Ukitaka kuanza kuzunguka Al-Kaaba, unaanza kwenye Hajarul Aswad, unakuja kumaliza kwenye Hajarul Aswad. Mzunguko wa kwanza unakuwa umekamilika pale, unakwenda unakuja kumaliza, unaanzia pale unamalizikia pale, unaanzia kulia kwenda kushoto mara 7, kuna Hajarul Aswad. Na yule ambaye atakayefanikiwa kuligusa Hajarul Aswad na akaomba dua, mambo yake yoyote akaomba dua, Allah subhanahu wa ta'ala anapokea dua yake. Yule ambaye atakayefanikiwa kuswali raka 2 kwenye makamu Ibrahim musalla, pale kuna sehemu panaitwa makamu Ibrahim, akafanikiwa kuswali raka 2 pale, akaomba dua, Mwenyezi Mungu dua yake anakuwa ameipokea. Wale wanaotoka Maka kuelekea Madina kufanya ziara pale katika msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kuna sehemu panaitwa Raudha. Kuna sehemu panaitwa Raudha. Raudha ni kiwanja katika miongoni mwa viwanja vya pepo. Yani ukifanikiwa kuswali pale, ukifanikiwa kuswali Raudha, ukifanikiwa umeswali peponi. Kuna mahala pale panaitwa Raudha Madina, ukifanikiwa kwenda kuswali Raudha ni sawa sawa na mtu aliyeswali peponi Raudha. Ndio maana watu huwa wanapapigania, wakienda pale kuna msongamano, yani wachache wanaobahatika kuswali pale Raudha. Na ukifanikiwa kuingia Raudha kisha ukaomba dua yako ukiwa upo Raudha, basi Mwenyezi Mungu anaipokea ile dua yako. Kwa hiyo kwa kifupi, katika ibada ya hija kuna fursa kubwa inayopatikana, ikiwemo kufutiwa madhambi na Allah, lakini ikiwemo vile vile mtu kuomba dua yake akapokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija, kuna sehemu akifika akiomba dua yake inakuwa haina pazia, Mungu anapokea moja kwa moja, ikiwemo makamu Ibrahim, ikiwemo katika viwanja vya Arafa, ikiwemo katika Raudha, ikiwemo kwenda kugusa Hajarul Aswad. Kuna maeneo nyeti ambayo mtu akienda akiyafika yale maeneo, basi Allah subhanahu wa ta'ala anampa kile ambacho atakachokuwa
anakiomba. Na Madina watu wanapita katika kaburi la Bwana Mtume Muhammad, wanapita kwenye kaburi la Mtume, wanakwenda kumzuru Mtume, wanakwenda kumsalimia Mtume, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Shafia. Yani watu wanakwenda kumsalimia Mtume katika kaburi lake, na kila anayemsalimia Mtume, Mtume anarudisha ile salamu. Yani mtu ukipita kwenye kaburi la Mtume ukaenda kumsalimia Mtume, salamu yako Mtume anarudisha ile salamu yako. Ukienda kumtakia amani Mtume, Mtume na yeye anakutakia amani. Kwa hiyo kuna fursa ya kwenda kupita kwenye kaburi la Mtume, na ipo hadithi ya Mtume inayozungumzia ya kwamba ile mili ya mitume, yani hurrimatil ard an taakula ajsad al anbiya, ardhi imeharamishiwa kula mili ya manabii, imeharamishiwa. Yani ardhi, wewe ukizikwa mwili wako unaliwa na funza, lakini ardhi, mili ya mitume, hurrimatil ard, ardhi imeharamishiwa kula mili ya mitume na manabii. Kwa hiyo mili yao ipo vile vile kama ilivyozikwa, haijaliwa na funza wala haijaliwa na mbekenyera wala mdudu wa aina yoyote. Kwa hiyo Mtume mwili wake tangu ulivyozikwa pale uko vile vile, na mwili wa Mtume umezikwa kwenye chumba chake. Kwa hiyo kaburi la Mtume lilivyo lipo ndani ya chumba chake. Kwa hiyo ukipita pale unapita kwenye chumba cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Pembezoni mwake kuna Abu Bakar, pembezoni mwake kuna Umar, pembezoni mwa kaburi la Bwana Mtume Muhammad. Na ndiyo chumba ambacho alichokuwa akilala mama Aisha radhiyallahu anha wa arda, ndiyo chumba ambacho amezikwa ndani yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana hata siku ambayo anataka kwenda Abu Bakar kabla ya kufariki kwake alitaka ruhusa ya mwanawe kwenda kuzikwa kwenye chumba cha Bwana Mtume Muhammad, kwa sababu ni chumba chake mama Aisha. Omar vile vile idhni ya mama Aisha ndio akazikwa ndani ya chumba cha Bwana, sababu ni chumba chake mama Aisha. Kwa hiyo walizikwa pembezoni mwa kaburi la Mtume. Kwa hiyo ukienda kufanya ziara pale, manake umekwenda kumzuru Mtume, umekwenda kumfanyia ziara Abu Bakar, umekwenda kumfanyia ziara Omar, kwa sababu kaburi la Mtume, Abu Bakar, Omar yako pamoja. Bali kuna maeneo mengine ya kihistoria watu wanakwenda kufanya ziara. Kwa mfano kuna sehemu panaitwa Baqi'. Baqi' ni eneo ambalo wamezikwa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad, panaitwa Baqi'. Wanaokwenda kutekeleza ibada hija wanakwenda kutembea sehemu panaitwa Baqi', unaenda kuona makaburi ya masahaba walipozikwa. Bali wanapita mahala watu walipopigana vita ya Badri, wanakwenda kuona zile athari za sehemu watu walipopigana vita ya Badri. Wanakwenda sehemu walipopigana vita vya Uhud, wanakwenda kutembea sehemu ambapo Waislamu walipigana vita vya Uhud. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo watu wanakwenda kufanya ziara katika mji wa Madina, lakini ibada ya hija yenyewe inapatikana katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Na Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani, liyashhadu manafi'a lahum, kwamba watu wanaenda kutekeleza ibada ya hija wanakwenda kushuhudia manufaa yanayopatikana katika ibada ya hija. Ibada ya hija ina manufaa, ibada ya hija ina manufaa. Duniani hakuna mkutano unaokusanya zaidi ya watu milioni 3, zaidi ya watu milioni 3. Mkutano wa hija peke yake ndio unaweza kukusanya watu wa aina hiyo. Hakujawahi kutokea mkutano wowote duniani watu milioni 2 au 3 wakakusanyika mahala pamoja, hakuna, isipokuwa katika ibada ya hija. Na watu wote wanakusanyika katika viwanja vya Arafa. Hebu tazama hivyo viwanja vina ukubwa wa aina gani? Na wenyewe wanakuambia, wanawachuoni wanakuambia, katika moja ya muujiza wa ibada ya hija, yani watu waende watakavyoenda, lakini ile haramu ya Maka haijai. Ile haramu ya Maka ile watu waende watakavyoenda, ile haramu ya Maka haijai. Hebu vuta picha, watu milioni 2 au watu milioni 3 wanakusanyika mahala pamoja, watu milioni 3. Huo msikiti una ukubwa wa kiwango gani? Kwa hiyo kuna muujiza upo katika ibada ya hija.
bali wanawachuoni wanatuambia ile sehemu ya Al-Kaaba ndiyo kuna force of gravity kubwa, yani kiasi ambacho hakuna ndege inayoweza kupita pale kwenye Al-Kaaba. Yani kuna mvutano mkubwa kiasi ambacho ndege haiwezi kupita pale katikati ya Al-Kaaba. Hakuna ndege inayoweza kupita pale, hakujawahi kupita ndege, na ndege haiwezi kupita kwa sababu kuna mvuto. Yani ndege ikipita pale kama vile inavutwa chini. Kuna muujiza upo katika ibada ya hija. Kwa hiyo kuna manufaa yanayopatikana katika ibada ya hija. Lakini sio hivyo tu, katika ibada ya hija ndio mkutano ambao unakusanyisha watu dunia nzima. Makabila yote unayojua wewe duniani yanakutana pale. Wa China, wazungu, sijui wa Korea, wa Tanzania, kila aina ya nchi wanakutana pale. Hakuna mkutano duniani unaokutanisha watu wote zaidi ya mkutano ule. Ule mkutano wa Umoja wa Mataifa wanakwenda wawakilishi, lakini mkutano ule kuna umma zaidi ya watu milioni 3 wanakutanika mahala pamoja. Sasa pale kuna wafanyabiashara, pale kuna viongozi, pale kuna wanasiasa, pale kuna kila aina ya watu wanakutana mahala pamoja. Kwa hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu akasema liyashhadu manafi'a lahum. Ibada ya hija ina manufaa ndani yake, na imeruhusiwa baada ya kumaliza ibada ya hija, wameruhusiwa mahujaji kufanya biashara, wameruhusiwa. Yani ukimaliza ibada ya hija umeruhusiwa kuingia madukani kuchukua biashara, kuchukua hiki, kufanya hivi, umeruhusiwa. Baada tu ya ibada ya hija umeruhusiwa kufanya hivyo, kwa sababu kuna manufaa yanayopatikana katika ibada ya hija. Kwa hiyo haya ndiyo ambayo wanayafanya wenzetu ambao wamefanikiwa kwenda kutekeleza ibada tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio tuliobakia huku wajibu wetu ni nini? Tuliobakia huku wajibu wetu, tumebahatika kuingia katika masiku 10 bora. Masiku 10 bora ya Dhulhijja haya tuliokuwa nayo. Wajibu wetu ni kuhakikisha tunafunga ili kuweza kupata fadhila na yale ambayo yaliyokuwa katika mwezi huu wa Dhulhijja. Kuna funga zipo za haya masiku 9. Ni sunna Waislamu kufunga, lakini pia kuna funga ya Arafa. Ile funga ya yaumu tasi, ile funga ya siku ya 9 ile ambayo ni funga ya Arafa, ile ni funga muhimu sana kwa Muislamu kuhakikisha anaifunga. Yani hizi nyingine zote unaweza ukaacha, sisemi muache, lakini nazungumzia ile yaumu Arafa. Ile ni funga muhimu sana kwa Muislamu, kwa sababu ile kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema mtu anafutiwa madhambi yake ya mwaka mmoja uliopita na ujao. Ile funga ya Arafa. Lakini pia watu wajiandae na kuchinja. Sisi tuna ila moja Waislamu. Tuna ila tunasubiri kugombea nyama za Waturuki. Yani ila lazima tuiseme. Yani kuna mtu ana uwezo wa kuchinja, lakini anasubiri mwezi huu ukifika aanze nongwa ya kugombea nyama za Waturuki. Kuna watu wataanza kuwa waongei, watu watagombana kisa nyama tu za Waturuki. Kumbe ile ni ibada ya watu wametekeleza, na wewe unaweza kutekeleza ile ibada. Unajua kumwaga damu ya mnyama ile ni kafara. Ile ni kafara. Na ndio maana katika moja ya vitu ambavyo Waturuki ni wapenisiri, katika moja ya vitu ambavyo Waturuki wamefanikiwa sana kwenye mambo yao ni kufanya kafara ya kuchinja mara kwa mara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unaona moja ya ibada yao kubwa ni kufanya kurbani. Kurbani wao ni kuchinja, moja ya ibada kubwa sana. Wanafanikiwa sana katika haya mambo. Sasa si badala ya kuchinja tunakuwa na fikra ya kwenda kugombea nyama za Waturuki. Sasa hivi katika misikiti utaanza kuona watu hawaongei kisa kanyimwa kilo 2. Kumbe ilitakiwa mtu aweke nia ya kuchinja. Kuchinja kuna siri kubwa sana. Na kwa mujibu wa sheria mnaweza mkashare ng'ombe mmoja watu 7. Yaani kwa mfano kama hapa msikitini watu wakaamua tukachanga labda 100,000 wakapatikana watu 7, wakanunua ng'ombe wa 700,000 wakachinja, wanahesabika wamechinja na wanapata fadhila ya kuchinja ng'ombe mmoja kwa watu 7. Ima ukiwa na uwezo unanunua mbuzi wako unachinja.
Kwa hiyo kuna fadhila kubwa na ubora mkubwa kwa watu kujiandaa na swala la kuchinja, inaitwa ni udhiya, kile kichinjwa chenyewe. Lakini pia yule mnyama anayechinjwa kwa mujibu wa sheria awe ni mnyama ambaye amekidhi vigezo vya kisheria. Ulama wametubainishia ni mnyama wa aina gani ambaye ameruhusiwa kuchinjwa kisheria. Hadithi ya Mtume inatuelekeza ni mnyama wa aina gani ameruhusiwa kuchinjwa. Kwanza, kuna wanyama wanne ambao hawafai kuchinjwa, yaani sifa zao hizi hawafai kuchinjwa. Mmoja ni yule ambaye mnyama mwenye upofu wa wazi, mnyama ana upofu, mbuzi kipofu, ng'ombe kipofu, au kama ni kondoo kipofu. Sheria inasema mnyama huyu haruhusiwi kuchinjwa kwa ajili ya udhiya. Sasa usije ukawa unataka kuchinja ukaanza kuchagua mnyama ambaye ni mlemavu wa macho ndio ukaanza kumchinja. Sheria hairuhusu kuchinja mnyama kama huyo. Mnyama wa aina ya pili ni yule ambaye ana ugonjwa au mwenye maradhi ya wazi. Unakwenda kuchukua mbuzi, anaharisha, mbuzi ana ugonjwa wa aina fulani, sheria haitaki kuchukua mbuzi wa aina hiyo. Na ukienda kununua mbuzi kule machinjioni uwe makini, kwa sababu hawa mbuzi wenye ugonjwa wa kuharisha, hawa wauzaji wana kawaida ya kuharisha majani ya mpera. Yaani we mteja ukienda, yule mbuzi anakuwa kashalishwa majani ya mpera. Yale majani ya mpera, ule mbuzi ule ugonjwa unakuwa unakata kwa muda. Lakini ukimchukua ukimleta nyumbani, baada ya muda ule mbuzi anaharisha. Sasa huyu mbuzi ana maradhi ya wazi, kisheria huyu haruhusiwi kuchinjwa. Sasa na wito wangu pia kwa wale wauza mbuzi, wasifanye ghushi kwenye biashara. Mbuzi unamjua na ugonjwa wa kuharisha, unamlisha majani ya mpera ili umuuzie mtu, hali ya kuwa yule mbuzi amekosa vigezo vya kisheria kwa ajili ya kuchinjwa. Kwa hiyo haruhusiwi kupatikana mbuzi ambaye ana maradhi ya wazi yanayoonekana, ikiwemo hayo maradhi ya kuharisha. Lakini pia kuna mbuzi ambao wenye ulemavu wa wazi, pengine mguu umevunjika, mbuzi chiba, yule anakuwa haruhusiwi kisheria. Au mbuzi aliyevunjika pembe kwa asilimia kubwa, mbuzi aliyevunjika pembe au ng'ombe aliyevunjika pembe kwa asilimia kubwa, ulama wanasema huyu naye kapoteza sifa ya kuwa katika miongoni mwa sifa za wanyama wanaotakiwa kuchinjwa. Japokuwa kuna wale ng'ombe ambao wametobolewa, Wamasai wana kawaida moja ya kuwatoboa wale ng'ombe, wanawatoboa masikio. Au ng'ombe unamkuta kachorwa jina au nini, yule ng'ombe kisheria anakuwa hana aibu, ile ni alama amewekwa, sio kilema na wala sio ugonjwa kumchora yule ng'ombe ama kumweka alama kuwa katobolewa, sio kilema cha kisheria kwamba huyu ana kilema. Au pengine mbuzi kachorwa kuwekwa alama, yule anaruhusiwa kisheria, ila akiwa mgonjwa, akiwa chongo, ana ulemavu wa macho, maradhi ya wazi, kisheria mbuzi huyo au mnyama huyo anakuwa haruhusiwi. Na ulama wamesema yule ambaye aliyekuwa anataka kuchinja basi azingatie, ikiwa ni kondoo asiwe chini ya miezi 6. Ikiwa ni kondoo asiwe chini ya miezi 6, yaani miezi 6 kwenda mbele. Akiwa miezi 5 haruhusiwi. Akiwa ni mbuzi awe ni mbuzi wa mwaka mmoja kwenda mbele, asiwe chini ya mwaka mmoja. Akiwa ni ng'ombe asiwe chini ng'ombe wa miaka 2. Akiwa ni ngamia asiwe chini ngamia wa miaka 5. Kwa hiyo utamwangalia huyu kondoo ana miezi 7, huyu mbuzi ana miaka 2, huyu ng'ombe ana miaka mbuzi ana mwaka mmoja, huyu ng'ombe ana miaka 2, huyu ngamia ana miaka 5. Ikiwa na vigezo hivyo na anaruhusiwa kuchinja. Na ikiwa umeweka nia ya kuchinja, hauruhusiwi kunyoa, hauruhusiwi kukata kucha mpaka ile siku ya kuchinja. Yaani mpaka ukimaliza kuchinja ndio unaruhusiwa kunyoa na unaruhusiwa kukata kucha. Kwa hiyo kama una nia hiyo, hutakiwi kunyoa wala kukata kucha kwa sasa, ili kwenda na sambamba na wale waliokuwa katika ibada ya hija. Kwa hiyo baada ya kumaliza Eid, ukienda kuchinja pale unaruhusiwa kunyoa, unaruhusiwa kukata kucha. Na kimsingi ni kwamba ibada ya kuchinja inaendelea, sio lazima iwe ile siku ya Eid. Unaweza ukachinja mwezi 11
kwa maana ya Idi pili, Idi tatu mpaka Idi nne, yani mwezi 11, 12, 13. Unaruhusiwa kuchinja ndani ya masiku haya, yanaitwa ayamu tashriq. Yale ni masiku ambayo mtu pia anaruhusiwa kuchinja, yani isiondoke siku ila umeleta adhkari mbalimbali, kuleta istighfar, kuleta tasbih, kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ni masiku ambayo kuna amali au amali mbalimbali ambazo mtu inatakiwa ajibidiishe kuzifanya. Lakini jambo la nne ni atasadduq, kutoa sana sadaka. Kama kuna masiku ambayo mtu inampasa atoe sana sadaka, ni katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Masiku haya 10, kama una uwezo wa kutoa sadaka, hakikisha kila siku iendayo kwa Mungu unatoa sadaka. Lakini jambo lingine ni asiyam, kufunga katika masiku haya ya mwezi wa Dhulhijja. Hakikisha unafunga katika masiku haya ya mwezi wa Dhulhijja, na hasatan yaumu Arafa. Kufunga siku ya Arafa ni jambo la muhimu sana, kila Muislamu ahakikishe anafunga. Lakini pia udhiya, kujilazimisha kuhakikisha unapata kichinjwa cha kuchinja. Jilazimishe kama una uwezo upate mnyama wa kuchinja. Niwapeni siri moja, unajua hata ile akika ulama wanatuambia unapomfanyia mwanao akika, yule mnyama, kitendo cha kumwaga damu ya mnyama, mtoto wako unakuwa unamtengenezea protection, kinga. Unamtengenezea kinga yule mtoto wako, kwa sababu mnyama yule umechinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yule mtoto anakuwa hapatwi na mabalaa, hapatwi na mazonge. Watoto wengi hao wakati mwingine tunawaona vilaza darasani, mtoto anakuwa kilaza. Ukimwambia nenda, yeye anakuja, ukimwambia njoo, yeye anaenda. Ukiwatafakari kwa makini, ni wale ambao hawajafanyiwa akika. Na husda kwa watoto zipo zinafanyika. Ulama wanatuambia moja ya njia ya kumkinga mtoto na husda ni kumfanyia akika. Kwa sababu gani? Unachinja mnyama. Kwa hiyo kuchinja mnyama kuna fadhila kubwa na kuna siri kubwa, hata kwa wafanyabiashara. Ukichinja mnyama kwa ajili ya Allah kwenye biashara yako, unatengeneza protection kwenye biashara, sio shiriki. Maana kuna baadhi ya watu wanadhani kuchinja ni shiriki. Kuchinja ni ibada. Ndio maana wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija wanachinja. Kwa hiyo kuchinja ni ibada. Kuna utofauti kati ya mtu anayechinja kwa sababu kaambiwa Mwene Mbago anataka uchinje. Maana kuna mtu mwingine ana vibanda vya Mwene Mbago kwa Mzaramo, kabwana wewe bila kuku hapa, bila njiwa, bila nani hapa haiwezekani. Hiyo sasa inakuwa ni shiriki, kwa sababu yule mtu amekuagiza wewe ulete mnyama wa aina fulani. Lakini kama unachinja kwa ajili ya Allah, kuna vitu vingi unatengeneza kwenye mambo yako. Hata ukiwa mfanya biashara, kuwa na utamaduni wa kuchinja mara kwa mara kwenye biashara yako. Yaani weka nia ya kuchinja, utaona biashara yako inapata nuru, lakini pia unatengeneza protection ya chuma ulete na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tujilazimishe kwenye kuchinja kwa mtu ambaye ana uwezo. Kama hauna uwezo basi, lakini pia hata kama hauna uwezo ndio isiwe sasa wewe mtu akwenda kugombea nyama za watu Ruki, ukaanza kutoka jicho, ukaanza kugombana na watu kugombea nyama. Hapana, jilazimishe kama una uwezo kuchinja. Lakini jambo la mwisho ni kufanya toba katika mwezi huu na katika masiku haya, kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni masiku ambayo tunafundishwa kufanya toba ya kweli katika masiku haya, yani ni kuleta istighfar, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anapokea zile toba zetu kwa haraka katika masiku haya. Inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad dayn wa adhabal qabri wa adhab yawmil qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.